Mgogoro wa Mashariki ya Kati baina ya Marekani na Israel dhidi ya taifa la Iran. Lakini hapa katikati, pamoja na kwamba pamekuwa na harakati nyingi za masuala ya kidiplomasia, lakini pia masuala ya upatanishi na usuluhishi ambao ukisimamiwa na serikali ya Islamabad kwa maana ya Pakistan. Lakini bado jitihada hizo bado hazijazaa matunda ya aina yoyote, kwa sababu Iran bado ameshikilia misimamo yake, lakini pia Marekani na mshirika wake Israel bado imeshikilia misimamo yao. Lakini kwa asilimia kubwa tunasema kwamba bado tumeendelea kupata funzo kubwa duniani kwa kupitia misimamo ya Iran, lakini pia kwa kupitia nadharia ya Iran kwa yale ambayo ameweza kuyasimamia na hatimaye kuitikisa ulimwengu, kutikisa dunia na hatimaye kutambulika kwamba duniani yeye ni nani. Rais Vladimir Putin wa Russia anazungumza wazi katika vyombo vya habari na kuthibitishia ulimwengu kwamba kilichofanywa na Iran, tayari ulimwengu mzima unamtambua Irani ni nani. Tayari ulimwengu mzima unatambua fika kwamba Irani ndiyo ambaye ameishinda vita hii dhidi ya Marekani pamoja na mshirika wake Israel. Irani ameshinda kwa sababu ya kuweza kumiliki na kudhibiti anga lake. Irani ameshinda kwa sababu ya kuweza kumiliki ardhi yake na kuziwia mipaka yake dhidi ya adui ambaye aliyekuwa anajinasibu kwamba ana nguvu na ndiyo superpower ulimwengu mzima kwa kumiliki jeshi lililokuwa bora. Iran amezidi kuuthibitishia ulimwengu na kuifundisha dunia kwamba vita yoyote inakwenda kwa maandalizi, na hata ikitokea kwamba unahitaji msaada kutoka katika mataifa mengine, lakini wewe usijisahau kuwa kwamba umejitengeneza na umejipanga vya kutosha. Marekani aliweza kushinda vita vya Iraq kwa sababu Iraqi alikuwa anategemea silaha kutoka katika mataifa mengine na sio silaha za kwake yeye mwenyewe alizokuwa anazalisha kwa kupitia viwanda vyake. Halikadhalika Libya, Marekani pamoja na washirika wao wa NATO waliweza kushambulia Libya na hatimaye kushinda vita, kwa sababu Libya walikuwa hawazalishi silaha, bali wao walikuwa wananunua silaha kutoka katika mataifa mengine, ikiwemo silaha kutoka kwa washirika hao. Hii inatupa somo gani? Inatupa somo kwamba popote pale mnapokwenda kununua silaha, maana yake kumbukumbu ya silaha mlizouziwa lazima ibaki. Na wapi pale ambapo mnapotakiwa kwenda kuziweka ni nchi ambayo nyinyi mmekwenda kununua silaha hizo, ndio wanatoa maelekezo wapi kwenda kuziweka silaha hizo. Hii maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba endapo itapotokea vita na ikawa kinyume na maslahi ya nchi ambazo ulizokwenda kununua silaha hizo, maana yake wale wanajua kwamba mtu huyu, mshirika huyu, tulimuuzia silaha namba fulani, tulimuuzia silaha za kiwango fulani, za aina fulani, na alienda kuziweka sehemu fulani. Maana yake data zote na taarifa zote za wapi unapohifadhia maghala yako ya silaha zinakuwa zipo wazi, jambo ambalo kwa Iran Marekani imeshindwa kujua pamoja na ukubwa walionao, lakini pia Israel imeshindwa kujua pamoja na ukubwa walionao. Kwa sababu gani? Kwa sababu Iran inazalisha silaha zake yenyewe. Iran imeweza kutengeneza miji ya silaha ambayo iliyopo chini ya milima na kuweza kuhifadhi maghala ya silaha. Na kwa kadri ambavyo siku zilivyokuwa zinakwenda, ndivyo ambavyo Iran alikuwa tayari anaonyesha silaha mpya, kuonyesha kwamba ana uwezo mkubwa wa kuzalisha silaha, ambao unakadiriwa kwa mwezi mmoja wana uwezo wa kutengeneza ndege nyuki zaidi ya 1000, makombora zaidi ya 1000. Sasa piga mahesabu kwa muda wa miaka 25 au muda wa miaka 40 watakuwa wametengeneza kiasi gani? Baada ya kupiga idadi ya mwaka mzima watakuwa wametengeneza
makombora ya namna gani na makombora yenye kiwango gani na makombora ya aina gani, alafu zidisha mara miaka 20 au miaka 40, watakuwa na makombora na maghala ya silaha ya namna gani, ya kiwango gani. Bado vita hii ni mbichi na Irani bila shaka ana uwezo mkubwa sana. Lakini hapo mashambulizi ambayo yameendelea kufanywa Israel, bado anashutumu kwamba Irani imeweza kutumia baadhi ya ndege ikiwemo F5, F5. Maana yake ni kwamba Irani katika vita vilivyopita vya siku 12, lakini pia vita vya mwezi mmoja na siku 8 takriban, maana yake ni kwamba Iran bado hajatumia ndege zake. Irani bado hajatumia jeshi lake la ardhini. Iran bado hajatumia jeshi lake la majini. Ni wazi kwamba Iran ni mtu mkubwa. Sasa ndugu zangu, kuna tukio ambalo limetokea kabla hatujazungumzia ziara ambayo inayofanywa na waziri wa mambo ya nje wa Iran katika mataifa washiriki wa BRICS ambao ni Uchina pamoja na Urusi. Tuangalie kwanza hii drama ambayo iliyotengenezwa na rais wa Marekani Donald Trump, ya kuonyesha kwamba anawindwa, ya kuonyesha kwamba anataka kuuawa, ya kuonyesha kwamba amekoswa risasi na ameokolewa. Kwanza lazima tufahamu kwamba Mayahudi ni watu ambao wana uwezo mkubwa sana wa kufikiria, lakini pia ni watu ambao wana uwezo mkubwa sana wa kutengeneza vita vya kisaikolojia na kubadili mitazamo ya watu duniani kwa kupitia nguvu kubwa ya ushawishi wa vyombo vya habari na saikolojia, ambayo wamekuwa wakibadilisha watu fikra zao kwa kupitia mfumo wa propaganda wa vyombo vya habari ambavyo ni vyombo vyao wao wenyewe. Ikumbuka katika kipindi cha kampeni, Rais Donald Trump alinusurika kuuawa baada ya kukosa risasi ya kichwa. Hatimaye ikaja kupitia sikio, yani inamkosa kichwani halafu inakuja kupitia sikio. Na mwisho wa siku ni kwamba nyoyo za watu na mitazamo ya watu ikaanza kuona huruma, kumwonea huruma kwa kuona kwamba huyu atakuwa na kitu cha ziada. Huyu mtu mpaka anataka kuuawa, maana yake atakuwa na jambo kubwa la ziada ambalo litakaloleta manufaa kwa Marekani, taifa la Marekani, lakini pia kwa Wamarekani wenyewe. Kiasi kwamba alifanikiwa kubadilisha, kwa kupitia tukio hili, akafanikiwa kubadilisha mindset za watu na fikra za watu ili waweze kumuonea huruma na hatimaye wampitisha madarakani na hatimaye kuwa rais. Hili alifanikiwa bila shaka. Lakini sasa tayari Rais Donald Trump, kwa kuwa tayari amekwisha ingia katika vita hivi, na mwisho wa siku nyuma yake kuna shinikizo kutoka kwa Mayahudi kwa kupitia faili la Jeffrey Epstein, ambalo yeye ni sehemu ya watuhumiwa wakubwa kutokana na ushirika wake aliyoufanya na Jeffrey Epstein katika kisiwa hiko cha kula nyama za watu, kula nyama za watoto wadogo, ubakaji katika kisiwa hiko, kufanyisha watu biashara za ngono, wanawake na mabinti kuwafanyisha biashara za ngono. Faili ambalo limeshikiliwa na Wizara ya Mambo ya Maadili katika nchi ya Marekani pamoja na Wizara ya Mambo ya Sheria. Kwa hiyo hawa ndio ambao wanaomlazimisha kwamba lazima apiganwe vita hiyo. Kwa hiyo nini ambacho kinachotakiwa kutengenezwa ni kuhakikisha kwamba Rais Donald Trump anatengeneza mkakati maalumu wa kuweza kujiondoa katika vita hivyo. Ndio maana umeona kwamba baada ya kuonekana Marekani imeshindwa hii vita, imeweza kushauri na kuitaka Iran iingie katika mazungumzo ya kidiplomasia, kufanya negotiation ya kutafuta namna bora ya kuweza kumaliza huu mzozo ambao umekuwa umeshika hatamu, lakini pia umekuwa unawasababishia mauaji makubwa kwa askari wa Marekani, lakini pia hasara kubwa kwa sababu ya kushambuliwa vifaa vyao vya kivita, jambo ambalo sasa linaonekana wazi kuleta vurugu ya ndani na mpasuko mkubwa wa ndani
ikiwemo ndani ya jeshi la Marekani, lakini pia ndani ya vyombo vya usalama, lakini pia kuitenganisha serikali pamoja na raia wa Marekani. Kwa hiyo Rais Donald Trump anaona kabisa kwamba vita hii hawezi kuimaliza, na iwapo itaendelea bado hasara itakuwa ni maradufu zaidi kushinda hapa ambapo ilipo, na mwisho wa siku matokeo ya vita hivi havionyeshi kwamba Marekani na mshirika wake Israel watakuja kushinda vita hivi, bali matokeo yanaonyesha wazi kwamba Marekani na mshirika wake Israel watakuja kushindwa vita hivi, jambo ambalo ulimwengu utatambua fika kwamba tayari Marekani aliyekuwa ndiyo superpower kwa sasa siyo superpower. Kwa hiyo namna gani sasa tunatakiwa kuendelea kuwa ni superpower? Tujifanye tunaingia kwenye mazungumzo ili kuficha aibu ambayo tunayotengenezewa na kusababishiwa iwapo tutashindwa vita hivi. Lakini pia itakuwa ni sababu ya Marekani kukosa sauti ambayo aliyokuwa anaimiliki dhidi ya mataifa mengine. Maana yake kushindwa kwa vita hivi ayana mubashara itakuwa ni anguko kubwa sana kwa Marekani, kwa sababu atakuwa amekwisha jiondoa katika umiliki wa sauti dhidi ya mataifa mengine ulimwenguni. Sasa nini ambacho kinachotakiwa kufanya? Ni kuhakikisha kwamba tunatengeneza mpango wa diplomasia pamoja na negotiation ya kuweza kuzungumza na Iran, kuweza kuondoa matatizo haya katika njia ambayo ghairu mubashara, sio ya moja kwa moja, na kusimamisha vita katika njia ambayo sio ya moja kwa moja. Na hii inatokana na msimamo pia wa Iran uliouonyesha kwamba hatukubaliani na masharti yote ya Marekani, bali Marekani anatakiwa atii na kufuata na kutekeleza masharti yote ambayo sisi tunayahitaji kwa maslahi ya taifa letu la Iran, kwa maslahi ya Mashariki ya Kati, ikiwemo kuondoa majeshi yake na kuvunja kambi zake zote zilizomo ndani ya Mashariki ya Kati, lakini pia kumiliki silaha za nyuklia na kumiliki na kuendelea na program ya kutengeneza makombora ya masafa marefu. Lakini wakati huo huo ni kwamba hatuwezi kukabidhi uranium ambayo sisi tumeichakata halafu tukaitoa tukaikabidhi kwenu ninyi. Kwani ninyi ni wakina nani mpaka mtupangie sisi? Ninyi mna haki gani mpaka mtupangie sisi? Hii dunia, kila nchi ipo kwa ajili ya maslahi ya watu wake. Sasa Rais Donald Trump hayo amekwisha yaona, na kwamba amekwisha thibitisha kwamba anakwama. Kwa hiyo anatengeneza mpango mkakati wa kuweza kujiondoa huko. Kwa hiyo wale ambao tayari wameshikilia faili zake za Jeffrey Epstein ndio hao wanatengeneza mpango wa kuhakikisha kwamba Rais Donald Trump anatoka kule alipokuwa, anarejea nyuma, anajitoa katika ile vita, kwa sababu tayari imekwisha leta mpasuko mkubwa ndani ya jeshi. Lakini pia zaidi ya makamanda 40 ambao ni wastaafu walioweza kupigana vita vya Marekani na mataifa mengine katika miaka ya nyuma walionekana tayari kuandamana katika White House kwa ajili ya kushinikiza Rais Donald Trump asiweze kuendelea na vita hivi, kwa sababu havina maslahi mapana na taifa la Marekani pamoja na raia wa Marekani. Sasa katika nyanja za kimataifa nchini Iran tumepata kushuhudilia ziara maalum inayofanywa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Araghchi kwa kwenda China, lakini pia kwa kwenda Urusi kuonana na rais wa Urusi Vladimir Putin. Hii inatufundisha nini? Hii kwanza ni kuonyesha kwamba Irani ni moja kati ya mataifa makubwa yanayothamini ushiriki, lakini pia ni moja kati ya mataifa makubwa ambayo kwa sasa yanapaswa kutengeneza international relationship, mahusiano ya kimataifa pamoja na mataifa haya shiriki katika umoja wa nchi za BRICS.
Hii inatokana na mpango maalum wa kuja kuimarisha umoja wa BRICS, lakini pia kuingia katika mfumo wa matumizi ya pesa kwa kupitia pesa ya yuan ambayo ni pesa ya China. Ishara hii inatengenezwa na nini, au falsafa yake ni nini? Falsafa yake ni kwamba mpaka sasa